fondation ile ko solide, ile ko posé ndani ya Mungu mzima, ni ndani ya jina la Yesu Kristo. Vraie fondation c'est la parole de Dieu. Wakati utashika tena neno la Mungu ndani mwako, wakati utabeba hii neno la Mungu, unatembea nayo ndani mwako, asema neno la Mungu itacreate vitu vile biko invisible vinakuwa visible. Bila biko visible, bila biko abiaonekana kama sababu vinaonekana, bila biko nguvu vinakuwa facile. C'est la parole de Dieu. Tembea pa ile misemo ya Mungu. Amen, amen. Amen. Asema la fondation de Dieu reste debout avec ses paroles. Misemo ya Mungu ina nguvu ya majabu. Inafufulaka, inabakia sele. Neno la Mungu ikuwe sele ndani mwako ndugu yangu. Beba neno la Mungu. Beba Biblia. Amen, amen. Nipa mabiblia iko wapi? Unakuwa bashiko Biblia. Dada walikuwa Biblia iko wapi? Biblia iko wapi? Au ya wapi? Ingali iko. Mabiblia yenu iko nayo. Wewe Biblia yako kopi divine. Elize Biblia yako wapi? Merveille. Muna papa mashipo mabiblia. Mubebe mamisingi yenu. Mukwe sele para ushibebe tu ndio kusema hivi na ishi kukuye bujito. Telefoni inakuwa facile kuibeba mbele lakini Biblia una Biblia dada. Iko pale. Njoo yeye kwa mikuru. Nikasakoje hai. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Oh, pa neno la Mungu. Haleluya. Amen. Simama pa neno la Mungu, beba Biblia. Kila mtu ana Biblia, tonje kwa na Biblia. Tushoki pa Biblia mwebo. Sasa Biblia yako iko atafangu atakulete. Amen. Amen. Msingi yetu ni neno la Mungu, inaumbaka maisha mpya, inashanja bintu. Zamani mapasteri wavyo ndio wasemaga kwa Afrika, asema wewe utayamba wewe. Asema ifa shipata kwaje? Leo nazarao watumishi wa Mungu wanandoa beba mabiblia huko, asema oh chunga mutayamba moyo mtazongoka ifa shi pata bakia na peu. Mashemizi itaisha kulera. Tena zarao bwana, tena zarao hii. Beba Biblia tembea nayo fashi yote. Biblia itakusaidia neno la Mungu. Amen. Kama unafika kwa mkanisa, beba Biblia yako weka tu. Nishi kutumwe. Asema tujengwe maisha yetu kwa neno la Mungu. Asema wakati tutajenga maisha yetu njoo ikuwe nguvu, ikuwe fonde ni neno la Mungu tu. Neno la Mungu hautabouger. Neno la Mungu hautatenka. Kama tu munashima pa neno la Mungu, hata mambo ikuwe zuruba yaje, neno la Mungu itakuambia. Usiogope. Amen. Usiogope, hii mambo itapita kwa bure tu. Amen. Mungu ni kwako tu. Unaona hivi Mungu anagalaka. Papa Mungu eko matatu. Uone upenda kitu ikisema na Mungu yanasema chunga nikupe hiki. Ndio. Mungu yuko multi system. Utawapo remarquer kia upoteshe kitu. Jina la Yesu Kristo, kama unabeba maisha yako hautakuwa bouger au utatenkeshwa. Asema mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, tukimbie mabaya. Haleluya. Tuombe tuenda kumaliza. Tukimbie mabaya. Hakuna dawa mbaya ya shetani, ni mabaya tu. Shetani Mungu pala alimprecipitaka chini. Shetani anabakia hapa mharibifu tu. Anakuwa kuharibisha maisha yetu. Hii maisha yetu tunapita hapo ya mateso ya magumu. Shetani njoo kwa naifanya hivi. Yako ni tuharibishia. Lakini sisi tufanye nguvu kukimbia mabaya. Kukimbia mabaya, kuacha mabaya, kuacha vitu vibaya, kuacha kila mubaya, kuacha chuki, kuacha kuchukiana, kuacha mambo yote haistahili ya mubaya. Lakini wakati tutashimama na neno la Mungu, Mungu atatufanya kuya efficace. Tutakuwa na efficace, tutakuwa na ile nguvu ya nguvu sana. Neno la Mungu itatujengea maisha ya nguvu, haitakuwa ya kushinda shinda pana, haitakuwa ya kupotesha pana. Neno la Mungu itakuwa nguvu ya kushinda shetani, ya kushinda matenebre, magonjwa, matatizo magumu. Hapana kwa na langage pakini mpaka negativite. Oh mia habitende. Bongo, Mkristo yule anikalaki unasema positivement. Amen. Hata kuna pima, hata unafia unasamie je vais réussir. Nitaweza na Yesu, pamoja na Yesu nitaweza. Amen. Hii bibi na nguvu. Hii haiko ina nguvu. Utaweza tu, hapana problem. Haleluya. Anakimbia kwa mtumishi wa Mungu jua kwenda usaidizi.
Mimi natafuta asema mfano mtu anakuwa kwa sababu muombe apate $5,000. $5,000 mimi mwenyewe mbele shida nayo. Wewe unakushangaa. Nikombe upate 5,000 utapata wapi? Imani ya yule mtu inavunjika paka pale. Hata wao una kwa imani ukisema baba umpatie. Hapa ndugu kunatoka katika jina la Yesu kuna ile makuta wende utaipokea. Ule mtu akende na imani ya nguvu anaenda ipokee ile makuta. Juu jina la Yesu naomba. Amen. La parole de Dieu. Asema neno la Mungu inatamize. Iko natamize vibaya vyote pa maisha yetu, unatosha vibaya vyote pa maisha yetu. Amen. Neno la Mungu kama nakufunika utukufu inakufunika. Hatoko kibaya kiaje. Hata macho iko ngario. Watakopata watu watanda baba kupenda. Haleluya. Amen. Mafuta tu unaita vitu vitu unataka. Mafuta mama. Bogari wangu yewe. Mancho yako ngaro tuzongara mancho. Ile mancho glory ilisha kukufunika ya ajabu. Amen. Juu ya nini? Vyote vinafunika. Abantu ababionake. Tulikuwa na pastor mwa hivi. Alikufuaka ule pastor. Kama baada ya mfamia ni pastor mwa alikuwa kama mkuu wa pastor mmashe. Jina kile nikimbia kwa mashiko mingi. Ule pastor alikuwa na mancho ya kama anashimamia hivi mazao yake angalia. Mtona sasa shinyoni. Hivi ya bieushi bisha kwende. Kumbe ule miona mwe kanisa mjini. Biko mjini. Mafuta yulu yake hautebamba. Bantu bakumupa miotoka beko na mujia. Beko na mujia beko na mufriri tous les pasteurs. Mafuta. Tena alikuwa kasa iko na 7 mois hivi. Yeye anatembea hivi. Angalia unamwangalia sema kama manchiko hivi. Mibantu yabona ukisema ukipime tu kusema kwa mtoto wa kanisa wake sana. Wewe pastor una macho mtakombana. Unamchambura nini pastor wetu? Jira nini? Glory ya Mungu. Neno la Mungu inashanja kabintu mnamna moja. Haleluya. Hata hapa Finland Mungu anaweza changer mambo ya mingi sana. Ndio. Wote unakasema peut-être tuko papa ka mwolu kumbe Mungu anesha kupanga kutembea mapema. Amen. Ma Australia. Ma Norvège. Ma Amerika. Maneno unaanza tu kuluka pa kundege tu. Juu ya Mungu tu. Mungu kwa matatu. C'est pourquoi tumkamate bien. Mungu wetu ashindake malgré ma difficulté. Tushimwache Mungu lakini tuache tukimbie vibaya. Wakati tutacha vibaya utaona ule Mungu atajenga maisha yetu. Atajenga mambo mpya. Atajenga difference kwa maisha yetu na Mungu abariki neno lake. Amen. 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 Tutachapa makofi na vigezo kwa ajili ya aseme msingi. Fondation. Ni hivyo tumefundishwa leo kuhusu msingi wako. Ni kweli mbele ya mtu uko naona hapa filale bakitajenga nyumba, biko wanachimbula. Matrakteri na kila chimbula kwa sababu tu wanajua sasa hii nyumba utapanda vitu vingi kuyulu. Na kama msingi iko tu fake, hivyo tiko siku vitafanya nini? Mitango mndani. Mtumishi wa Mungu anatuambia aseme msingi ulio imara ni Yesu Kristo. Tukamate maisha yetu ya kiroho bila kimwili, tuikofie kwa Yesu Kristo. Tukamate msingi, tusome maneno ya Mungu kila sana, kila dakika, kila siku itapolewa. Ndio itatuongoza gisi ya kutembea katika maisha yetu ya kiroho kama vile ya kimwili. Amen. 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 Na ijapokuwa lakini hatukukuja na mabike na makaratasi, tuko na vichwa na tukisema tukamata maverse ambayo alikuwa anatuambia hapa mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Hapa niangalie tena bado sasa. Maana sasa angalia chini wote, angalia kule na huko. Amen. Baada ya mimi nilikuwa naangalia.
Dada Christine, Mungu akubariki sana. Ulikuwa pamoja nasi jioni ya leo. Verse ya kwanza mtumishi wa Mungu alikuwa verse gani? Psalm. Ndio. Psalm combien? Ni mie huko. Haiko huko. Ilikuwa Psalm ndio. Mungu akubariki sana. Ilikuwa Psalm ndio, ilikuwa Psalm. Aliyesema ilikuwa Psalm. Ndio pale ilikuwa Psalm kweli. Nani anataka ilikuwa Psalm? Ilikuwa ngapi? Wewe ulikuwa pakarudia pastor, na ulikuwa mfuata msafiri, ulikuwa unaona maisha yote ulikuwa mwanadamu. Tuambie ilikuwa Psalm ngapi? Ama ilikuwa Zaburi ya ngapi? Nasema hivi, hatukuandika sio. Lakini tulikuwa tunamsikia mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Tulikuwa sikia mgizi mtu wengi wasema. Ndio kama tusema tutaandika ni kwa sababu tusema hatuwezi andika, tuko na makompyuta mtu yetu. Tutakosa kukamata hayo. Amen. Hiyo moja tunashindwa. Medada alisema kule ni kusome ndio ilikuwa kusome. Lakini kwenye kulikoroga tu ilikuwa chapitre gani na verse gani? Hapo ndio tunashindwa sio wote atamaliza. Tuache kwanza, tutarudie kwa Mungu. Ya pili alisema wapi ndani? Hapana. Dada hapa. Ndio. Dada kumbuka kama ni wa Efeso, yeye anasema kama kumbuka kama ni wa Efeso. Yeye na Mungu bariki sana. Yana kumbuka sasa ilikuwa Timotheo. Ndio anakumbuka mzuri. Alakisa na iko mtomboro ilikuwa Timotheo ngapi? Anasema yasi yake Francais au jua. Mungu akubariki sana kwa mwalimu. Amen. Mungu akubariki. Yasi yake Francais. Mais anajua ma alisema Timotheo sema yake Timotheo badilikaje. Mais Francais na mkoroga sasa kama ni wafasi gani. Mais alisikia mengi. Bwana simu Kiswahili angisema mimi Kifaransa hata akisema tu aitu. Amen. Twende sasa. Cynthia au kuandika kuna sababu. Dada Chantal. Twende ya tako. Mathayo 2. Ndio. Mstari wa 2. Ya 18. Shuka kidogo. 19. Shuka kidogo. Usipande juu, shuka kidogo. Nina sijui na mimi hesabu. Dada Mungu akubariki sana. Ilikuwa Timotheo lakini hapa ndio kulikosea. Jua alisoma Timotheo mara mbili. Kwa Timotheo wa kwanza, hiyo ilikuwa sema wewe ni ya kwanza. Lakini wewe kaikawa tuna kizoe tena kwa pili tena. Timotheo wa pili. Lakini ilikuwa ni wa kwanza. Mimi Mungu akubariki sana maana ulitufuata japokuwa mtoto alikuwa anakusumbua. Leo ulitufuata Mungu akubariki sana. Ya kwanza ilikuwa Timotheo 1:17. Amen, ubarikiwe sana. Na unaona sasa hiyo inakupatia mapuila yako hapo mbele ile ulikosa huko. Ndio ile inakupatia mapo tena. Hapo hivyo unakuwa na sasa sasa Mungu akubariki sana. Amen. Na wewe tayari sasa na wewe nipisha sana wewe ndani mwa hizi. Mama Patista mwambia yeye aseme leo. Alikuwa karibu kufuata mzuri sana. Amen. Twende tena. Kama mama unapenda kusema ni wewe unapenda mimi sasa kuchagua. Kama unapenda tu useme, utasema kama upendi hakuna shida. Uangalie madokimani wewe yako. Twende dada pale. Akasoma ya 3 ilikuwa verse gani? Ilikuwa ni Proverbs. Sasa vile nilishikia Mfransa, nilishikia asema Proverbs 3:5. Mungu akubariki sana. Ilikuwa Proverbs 3:5. Amen. Okay, twende dada pale ilikuwa nini? Hapana wewe cameraman. Hii kuna nini wote pale kwa kamera yako iangalie. Utuambie ilikuwa nini? Haiza. Alisoma fasi gani ya pili? Kumbe ulikuwa na madokimani wewe. Angalie. Nani toini Samuel. Atukisoma Samuel ya? Yasha rudani kwa Samuel tena huko. Meshiko yandika shika comprendre. Très bien. Ye akuandika akuicomprendre. Amen. Mungu akubariki sana. Watu niko na hekima ya Mungu. Asa nikienda mbali mrefu hapana, Mungu nishika hapa karibu si comprendre. Amen.
Lakini kama bazee batasaidia, kama batungali batasaidia na ba mama kule, ni mwe peke lakini mimi sitawachagula. Amen. Hata mtape makofi na vigelegele kwa ajili ya maneno ya Mungu. Amen. 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 Basi tunashukuru sana kwa maneno ya Mungu mazuri ambayo tumefundishiwa kwa ajili ya msingi. Ni lazima nilisemaka siku moja tulikuwa tuko mkanisa. Na wazee kama tukoka kwa internet. Nikasema kama tuko watumishi tuko na miaka mingi mkazi ya Mungu, lakini ukimwambia sasa soma Biblia yote kuanza mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwa hapa tu. Ilikuwa hapa. Amen. Nilizaka pili. Pastor yake anasema, kwanza wewe tuambie wewe na wewe pastor sana pili. Wewe tuambie soma yote." Nikasema, "Mimi siyasoma yote pastor, sasa wewe pastor sana na mie watu." Pastor sana na mie watu. Mimi mama wewe tunasema soma yote. Na wewe bado hebu tuko wengi. Na wewe bado friend. Nimeshaanza somo. Ushaanza sasa Mungu akubariki sana. Unaisha? Hapana, ninasoma. Unajua inakuwa mzuri sana kusoma Biblia vile. Dada ushasoma mwanzo mpaka mwisho, mpaka Ufunuo. Nilishasoma mwanzo mpaka Ufunuo, mais ile maverse nilishasoma kwa presque moitié, cantique de cantique na Apocalypse. Tunasema kuisoma hivi. Hapana kuisoma leo liruka hapo nasoma Genèse. Kwanza Genèse kisha vile inafuatana. Unamaliza yote, unamaliza chapitre yote. Unapata deuxième chapitre, troisième chapitre civile pas. Amina chala tu kipande. Usikula kipande. Nianza kusoma Genèse yote. Unaisoma, unakamata Exode yote, unaisoma, unakamata sijui Hesabu yote, unakamata Walawi, unakamata Kumbukumbu, unakamata Samuel wa kwanza, unaenda vile. Ndio usoma Biblia yote. Bana isomaka. Lakini wale wote tuko wavivu. Mimi utuambie tuingie mwa telefoni hapa. Tutakesha tu tunaingia hapa. Mimi najua kwa upload hapa. Nikaambia mtoto wangu nisaidie kwanza kudownload nyimbo. Akaniambia sasa mimi siwezi kuuza telefoni za Samsung. Na unataka mpaka telefoni za hivi na hivi. Amen. Amen. Sasa mimi asiweza lakini kwa telefoni za hivi tunaweza. Nasema amen. Tujitahidi kwa sababu na Mungu atusaidie. Amen. Amen. Basi nilisema tutaomba kwa mwisho kwa ajili ya mahitaji fulani. Lakini mbele kwanza tuambie Mungu alete msingi imara ndani yetu. Msingi wa kutupa kiu ya kusoma neno la Mungu. Msingi wa kutusaidia kushinda shetani, ijapokuwa dunia mko mambo mengi, lakini inatubidi tushinde dunia. Tusiongozwe na tamaa ya mwili, tusiongozwe na tamaa ya macho, tusiongozwe na hali yote mbaya. Nilikuwa naomba Mungu atufanye washindi ili misingi yetu ikuwe yenye iko imara katika kazi ya Mungu. Karibu kwa maombi tu. Bwana Yesu katika jina Bwana kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa neema yako kubwa. Bwana tunasema asante kwa jina la Yesu Kristo. Bwana zaidi na kusaidia unifanye kuwa msingi ya kushika ya kuendelea ya kuendelea unisaidie nishike mkono wa jiwe nipe kiu rafiki ya Mungu Bwana ya kutafakari maneno yako ya kusoma maneno yako Bwana ikiwa mchana kama vile usiku ikiwa asubuhi kama vile magharibi kwa uwezo wa jina la Yesu aliye maana pasipo maneno yako Bwana sitaweza kitu rafiki ya Mungu wetu basi kwa lako Bwana sitakuwa fasi kwa maneno ninahitaji kuvia uweza Bwana wa kutafakari maneno yako mchana kama vile usiku Bwana maana baba kupita maneno yako Bwana niko tunashinda Bwana mbinu za shetani kwa uwezo wa jina la Yesu aliye hata neno la Jona na rafiki na Mungu wetu likae ndani yangu Bwana kama vile nage lilivyosema baharini kwa uwezo wa jina la Yesu aliye asante Mungu wa rehema asante msaada wa karibu asante Mungu wa sema asante Mungu asiyeshindwa kitu wewe ni alfa na omega Bwana mcho baba mbele yako na nyuma yako Bwana hakuna mwingine kama wa vita ambaye tunaweza kumsifu na kumwabudu kwa uwezo wa jina la Yesu aliye acha Bwana heshima kwa Baba acha Bwana tufunge mara tena katika uwezo wa jina la Yesu. Amen.
Basi katika ile mambo tunataka kuleta watasa wajana mayatima mikononi mwa Mungu. Tuombe Mungu awajalie neema na kuwasaidia na kuwakumbuka na kuombea wasafiri. Karibu kwa maombi tuombe sote. Bwana kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo nawe umeleta Bwana wajana mayatima mikononi mwa mikono yako rafiki Mungu wetu. Maana bila sema na kutembea wewe Mungu wa wajana na mayatima ndio bashire. Unawajua na kuwatambua rafiki Mungu wako. Unawaona na kuelewa kama ni wapita. Acha Bwana uwasaidie. Acha Bwana uwaongoze. Acha Bwana uwatetee. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo Awahitaji na kule Bwana, neema yako wakufie Bwana, uwasaidie mweza yote, uwasaidie kama na wapita, kwa uwezo wa jina la Yesu Mwokozi. Asante Mungu wa rehema, asante msaada wa karibu, asante Mungu asiyebadilika, asante mtakatifu wa Israeli, onekana kuwa jibu, onekana kuwa msaada, onekana kuwa tegemeo Baba, maana wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho Baba, mbele yako na nyuma yako hakuna mwingine na pekee, ambaye tungeliweza kumsifu na kumtumikia Bwana. Kumbuka mpaka wasafiri, wanaosafiri kwa ajili ya Injili, wanaosafiri kwa ajili ya biashara, wanaosafiri kwa ajili ya mpaka ya kusema mara pekee, wanaosafiri mpaka kwa ajili ya masuluhu pekee. Acha Bwana kuwasaidie, acha Bwana kueleka majapita kwa uwezo wa jina la Yesu aliye. Asante Mungu wa neema, asante msaada wa karibu ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye. Basi katika ile maombi twende kuombea waja wazito, tuombee wagonjwa, tuombee hata dunia yote nzima. Karibu kwa maombi tu. Bwana katika jina la Yesu asifiwe. Baba, kumbuka wale watu saidia Bwana Yesu mkono yako onekane. Basi katika leo mtu kuomba neema ya Mungu, kila mmoja wetu aombe neema ya Mungu kwa maisha yake. Aombe neema Baba, neema shusha neema yako kwako Baba, neema yako kwa maisha yetu, neema yako kwa familia yetu, neema yako ninaomba neema yako, neema yako Amen. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa kutoa mali zetu kwa Bwana. Karibu kwa kutoa sadaka. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo iko sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Pime mambo. Mambo sawa sawa. Mambo yako Baba. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa.
Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amene. Amen. Basi tutasikia matangazo na kwa mwisho tutakaribisha Papa Daniel atafunga ibada yetu ya kwa maombi na kutumia baraka za mwisho na kutuombea kutawanyika kwetu. Karibu kwa matangazo. Amen, amen. Amen. Ndio tangazo tuko nayo, tunakumbusha tu kusema kesho dimanche tutakuwa ku mitandao yetu. Dimanche na saa 11 tutakuwa ku mitandao. Karibu sana. La Chantal. 11 mitandao kesho. Tunapasha kukumbuke kuingia. Tunakumbusha kusema maombi ya mwisho wa mwezi itakuwa le 29. Itakuwa le 29, itakuwa samedi la wantai. Ya hii mwezi tutakuwa na maombi ya mwisho wa mwezi. Ndio vile programu yetu tuko nayo. Amen. Amen. Nawaza ndio mwisho. Hii juma nawaza. Amen. Amen. Wala kuingia 15 tuingie 12 papa tuingia. Tengia 12 juu ya nini? Tunajua huko karamu moya na sio tengeneza wa mingi wataweza kutoka watawa kule tuombe ndio watu wanazambarala kule 14 wanaenda kufashi mwa hivi wanaitiwa kule. Tutaweza pitisha ile siku kule tutaja maombi na kero kaksi tosta. Tutakuja hapa tunaomba ndio mnatawanika unaenda kule kufashi unaitiwa kwenda. Ndio kusema tushikuse kuomba hata Mungu. Tutaomba kwa muda ya kuenea. Nafasi yake tukuachirie sawa kwenda. Haleluya. Amen. Kwa mwisho Mungu atubariki sana. Karibu hapa. Tunaendelea kukusifu katika yote Bwana na kukutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu ulianza na utakayemaliza. Tunakusifu kwa Mungu wako mkuu. Tunakusifu kwa sababu uko juu ya yote. Tunasifu neema kubwa ya ajabu kwa kuwa wewe bado tungali hai. Sifa ni zako na utukufu wako. Bila kuomba hiyo neema na ajabu iendelee kuwa pamoja nasi. Hiyo neema ituongoze. Mkono wako wa ulinzi, mkono wako wa uongozi ulikuwa pamoja nasi Bwana. Tuongozwe na wewe, maana tukiongozwa na wewe tutashinda. Tukitaka kujiongoza sisi tutashindwa. Kwa hiyo naomba hiyo neema ya uongozi toka kwako iwe pamoja nasi. Mkono wako ulikuwa pamoja nasi Bwana katika wewe. Asante kutubariki mchana wa leo. Asante kwa neno na kujenga msingi kwako. Asante kwa neno la kujenga msingi kwako. Na neno lako linasema aliyejenga juu ya mchanga hakufanikiwa, lakini aliyejenga kwa mwamba alifanikiwa. Baba, ninakushukuru. Tunakwenda kuondoka leo nasi tutaendelea kutulinda na kutushukuru katika yote, kutuepusha na mengi tusiyojua, mengi tusiyoyaona. Maana adui halali hakai hasinzie. Tunaomba wote tunaendelea kwa mkono wako kwa pamoja nasi na kutushindia, kutupigania kwa neema yako Baba. Sifa na utukufu yako. Tutokapo hapa mkono wako juu ya kila mmoja. Mkono wa ulinzi, mkono wa baraka juu ya kila mmoja. Tulinde na wewe, utuepushe na mengi huko nje tusiyoyajua kwa neema yako. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ndio katika mwisho tutengeneze kanisa vile tulipokana. Turushe na mageti ndani ya mwili mchumba. Twende na salama Yesu Kristo. Mungu atubariki.